Zungumzie kauli ya mwenyekiti wa Baraza la Maaskofu Tanzania TEC aliyoitoa Kipalapala Tabora Septemba 25 mwaka huu. Naamini wengi wenu mmemtazama na kusikia kauli hiyo katika kipande cha video klipu akizungumzia masuala ya uchaguzi na tume huru ya uchaguzi. Katika ule muktadha wa kweli tatu, nyuzi zinazofuma uhai wa taifa letu, nimesikitishwa sana na matamshi yake ambayo sasa nyote mnayafahamu na nisingependa kuyarudia hapa. Yamenisikitisha sana na kwa sababu zifuatazo. Kwanza, huyu ni kiongozi wa kiimani ambaye kwa msingi wa mafundisho ya kidini tungetarajia awe sauti ya maridhiano, mshikamano na mlinzi wa kweli. Lakini tumeona kinyume chake. Tumeona na kusikia sauti ya kutenga watu, kusahau ukweli na kujenga roho isiyo ya mshikamano, roho ambayo taifa letu daima limepigana nayo na kushinda, kwani tumeona madhara yake kwa nchi nyingine chini ya awamu ya 6 ambayo ndiyo ilifanikisha kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu mchakato wa mabadiliko ya kisheria kuhusu uchaguzi ambao ulikuwa kilio cha muda mrefu cha wadau wengi. Hii ni pamoja na kuzingatia mambo yafuatayo. Moja, Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 ni sheria mama inayotoa dira, huku ikieleza kuwa wananchi ndio msingi wa mamlaka yote na serikali hupata madaraka yake kutoka kwa wananchi, ibara ya 8 ikithibitisha kuwa taifa linafuata misingi ya kidemokrasia. Ili kuhakikisha haki hizi zinafuatwa, ibara ya 74 inaunda tume ya uchaguzi na kuainisha taratibu zake, ikihakikisha kuwa uchaguzi unafanywa kwa uwazi, huru na wa haki. Pili, sheria ya uchaguzi wa rais, wabunge, madiwani ya mwaka 2024. Sheria ya uchaguzi wa rais, wabunge, madiwani 2024 imetoa haki ya vyama kuwa na mawakala katika kila kituo cha uandikishaji. Viongozi wetu wa kijamii na kiimani wanapokengeuka na kusahau mambo haya, wanaingia katika mkumbo usio na afya wao wala kwa nchi, kwa kauli zenye kuleta utengano na zinazoweza kuhatarisha uhai wa nchi yetu. Ninaamini kabisa waumini wanatoa michango mingi kuwezesha viongozi hawa kutafuta na kupata taarifa za kina za mambo na mwenendo wa nchi kiuhalisia kabla kuzungumza, kwani kauli zao zina athari yake. Viongozi wetu wa dini wawe na kauli zenye kuleta watu pamoja, zenye kuponya badala ya kauli za kutenga, za marufuku, za kutisha na za hisia.